Kikuu Mzumbe. Uongozi na utawala vimeimarika, maendeleo ya taaluma tunasonga mbele daima, kwa ubora wa huduma tunajivunia Mzumbe. Karibu katika makala ya HIT Chuo Kikuu Mzumbe. Katika dunia iliyobadilika kwa kasi kwenye maendeleo ya kiuchumi na teknolojia, elimu ya juu si hiari tena, bali ni msingi wa kuleta mageuzi. Serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, imeendelea kuwekeza kwa dhati katika elimu ya juu ili kuleta mapinduzi. Kupitia mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, yani HIT, Tanzania imeanza kushuhudia mageuzi makubwa ya kihistoria, kama anavyoeleza makamu mkuu wa Chuo Kikuu Mzumbe. Nichukue nafasi hii kuipongeza sana na kuishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuweka sisi Mzumbe kama mojawapo wa wanufaika wa mradi huu wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi, yani mradi wa HIT. Niseme tu kwamba Chuo Kikuu Mzumbe tumeweza kupokea takriban dola za Kimarekani milioni 21 kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huu, na katika mradi huo asilimia zaidi ya 78 umeenda kwenye miundombinu na zilizobaki zimeangalia kwenye kuboresha maeneo mengine, hasa kwenye kuboresha mitaala yetu, kuhakikisha kwamba tunafanya ufundishaji na utoaji wa elimu kwa njia za kisasa zaidi za kidijitali. Na kwa maana hiyo sasa pia sehemu ya fedha zile zimeelekezwa pia kwenye kuboresha miundombinu ya kidijitali ya chuo. Na hapa naongelea kampasi zetu zote, kuanzia kampasi kuu hapa Morogoro, lakini pia kampasi zetu zote mbili kule Mbeya na Dar es Salaam. Lakini pia maeneo mengine ambayo fedha hizo zimeangalia ni kuwajengea ubora walimu wetu, lakini pia na staff wengine, kuwajengea uwezo kwa maana ya mafunzo ya muda mfupi na muda mrefu. Niseme tu maeneo ni mengi, lakini kifupi kabisa ni kwamba huu ni mradi ambao umekuja kuleta mageuzi makubwa sana kwenye chuo chetu Chuo Kikuu Mzumbe. Na nina uhakika kabisa kwamba ni mradi mkubwa zaidi kuwahi kufanyika kwa wakati mmoja kwa historia hiki chuo, ambao ni historia ya muda mrefu ya zaidi ya miaka 60. Na kitu ambacho naweza nikakisema tu ni kwamba kwa shukrani hizo kwa serikali, ni ahidi tu kwamba tunaenda kutekeleza mradi kwa viwango vinavyotakiwa na kwa muda unaotakiwa. Ninavyofahamu mimi ni kwamba upande ule wa miundombinu ambao ndio umechukua fedha nyingi, tunaendelea vizuri sana. Na hii ni pamoja pia na uanzishaji wa kampasi mpya kule Tanga. Tuna miradi kadhaa hapa kampasi kuu, ambapo tunajenga jengo la taaluma, Academy Complex, eneo la Maekani, eneo jipya ambalo Mheshimiwa Rais alizindua hivi karibuni. Lakini pia tunajenga pia jengo lingine la TEHAMA, ambapo itakuwa ni maabara zile, lakini pia kutakuwa na ofisi na maeneo mengine. Lakini upande huo baadaye kidogo tutaongeza na jengo lingine la kuwatamia la ubunifu, ambalo pia ni muhimu sana katika ufundishaji. Niseme tu pia tulipata maelekezo ya serikali kupitia Wizara ya Elimu kwamba tunahitaji kuanzisha pia kampasi nyingine kule Tanga, na kwa hiyo sehemu ya fedha zile tulielekeza kule Tanga. Na imekuwa ni wazo zuri sana kutoka serikalini, wazo la kibunifu kutoka serikalini, kwa sababu tunafahamu kwamba mkoa wa Tanga ulikuwa hauna chuo kikuu cha serikali ambacho ni accredited. Kwa hiyo tumepokea hiyo fursa kwa mikono miwili ya kwenda kuanzisha kampasi kule Tanga, na ninavyoongea tulipata eneo la ekari takriban 300, eneo la Mkinga kule Tanga. Na labda niseme tu pia tunashukuru sana serikali ya mkoa wa Tanga kwa kuanzia ofisi ya mkuu wa mkoa, lakini mkuu wa wilaya na timu zao zote kwa kutuwezesha kupata eneo lile, bila kusahau pia kata na vijiji husika vya kule Mkinga. Kwa hiyo kwa ujumla niseme huu ni mradi ambao kimkakati kama Chuo Kikuu Mzumbe ni mradi ambao ni mkubwa sana, na ni mkubwa nadhani kuliko yote ambayo yamekutokea kwenye historia hii, na unaenda kutubadilisha kabisa kama Chuo Kikuu Mzumbe kwa maana ya uwezo wetu wa kutoa elimu, lakini uwezo wetu wa kudahili, uwezo wetu wa kufanya research, kwa sababu tunajenga pia uwezo kwenye maeneo mengi sana kwa staff wetu. Hatufanyi mafunzo mafupi tu ya mbali, lakini hata hapa ndani kwenye maeneo yote ya msingi. Kwa mfano sisi tunajua tunatakiwa tufanye kazi za utafiti, na tumekuwa tunawajengea uwezo watu wetu kwenye masuala ya utafiti,
lakini pia huduma za jamii tumekuwa tunajengea uwezo huduma za jamii, lakini mambo ya kuhakikisha tunadhibiti ubora wa program zetu tumekuwa tunafanya mafunzo ya kudhibiti ubora wa program zetu. Kwa hiyo mambo ni mengi ambayo tumekuwa tunayafanya ambayo kwa ujumla wake unaenda kuboresha Chuo Kikuu Mzumbe kwa maana ya mazingira yake, lakini kwa maana pia business ambayo tunaifanya hapa ambayo ni ufundishaji, kufanya utafiti, lakini pia kutoa ushauri wa kijamii. Kupitia mradi wa HIT, Chuo Kikuu Mzumbe kimepiga hatua kubwa, kwani miundombinu ya kisasa imejengwa, vifaa vya kujifunzia vimeboreshwa na mifumo ya tehama imeimarishwa. Lakini kilele cha mafanikio yote ni ujenzi wa kampasi mpya ya Tanga, ambayo ni hatua ya kimkakati ya serikali ya kupeleka elimu karibu zaidi na watu wake ili kuwapa Watanzania wengi zaidi fursa ya kusoma, kujiendeleza na kuchangia uchumi wa nchi. Huu ni mradi wa kihistoria, sio tu kwa Chuo Kikuu Mzumbe, bali pia kwa Wanatanga na taifa kwa ujumla, kama anavyoeleza mkuu wa mkoa wa Tanga. Kwanza sisi tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa ambayo anaendelea kuifanya katika sekta zote. Sisi katika sekta ya elimu katika kipindi chake cha miaka 4 tumepata fedha nyingi ambazo zimeenda kufanya ujenzi, karibu bilioni 56 zimekwenda kujenga shule za msingi, kujenga shule za sekondari, lakini tumeweza kupata mabweni, tumepata shule mpya kabisa ya watoto wa kike ambayo iko pale Mkinga, shule ya mfano katika masomo ya sayansi. Lakini VETA, ofisi za VETA tumeweza kuanzisha katika kila wilaya sasa hivi, na tunaendelea kushukuru sasa kwa hili ambalo tumepata la Chuo Kikuu cha Mzumbe kampasi ya Tanga hapa Mkinga. Na kwa uhakika chuo hiki kitaleta chachu kubwa sana kwa wanafunzi, lakini kwa tasnia nzima ya elimu, kwa sababu mtajua kwamba chimbuko la elimu hapa Tanzania kilianzia hapa Tanga Old School, ambapo viongozi wengi wamepita hapa. Lakini sasa tunakuwa na chuo kikuu ambacho kitakuwa na wanafunzi zaidi ya 15,000. Ni chuo kikuu kikubwa. Na nimekuja nimekagua majengo, nimeridhishwa na kazi kubwa nzuri inayoendelea. Kwa sababu kwanza vyuo vilivyopo, tuna vyuo vingine tuna chuo cha afya, tuna chuo cha masuala ya utalii, lakini tuna chuo kingine cha mambo ya ICT, lakini hiki sasa ni chuo kikuu. Kama ambavyo Dodoma, unaona Dodoma kilichoifanya mji kwa haraka ni uwepo wa kile chuo kikuu cha Dodoma. Kwa wakati mmoja ukiwa na wanafunzi 15,000, lakini katika hao wanafunzi 15,000 kuna walimu na watu mbalimbali na huduma mbalimbali ambazo zitaenda kutolewa pale. Kwa hivyo kwanza eneo hili la Mkinga litabadilika kabisa, lakini hata kuchochea uchumi katika mkoa wetu wa Tanga. Wanafunzi watakapokuja watafanya shughuli za ununuzi wa bidhaa mbalimbali, lakini hata chuo hiki chakula kitatumia toa chakula hapa Tanga, na maeneo mbalimbali ya vivutio vitaweza kufikiwa kupitia wanafunzi ambao watakuwepo na walimu na familia zao na wageni mbalimbali watakaokuja. Kwa hivyo hiki chuo kwa kweli kitaweka alama kubwa sana kwa mkoa wa Tanga, lakini vile vile kitaendana na shughuli zinazoendelea. Kwa mfano sasa hivi tuna shughuli nzima ya masuala ya mafuta, ambapo tuna mradi mkubwa ule wa mafuta ya toka Oima mpaka hapa Chongoleani, sio mbali na hapa. Kwa hivyo mradi unapokuwa kama huu, wanavyokuja wageni na wenyewe wanapenda, watu wa Uganda na mataifa mbalimbali watapenda kuja kuangalia. Kutakuwa na kozi ndogo ndogo ambazo familia, ndugu, jamaa kutoka maeneo mbalimbali watataka kuja kusoma. Kwa hivyo mimi nasema kiuchumi, lakini na kijamii itakuwa na impact kubwa sana. Mimi nasema katika kipindi cha mpaka Mheshimiwa Rais anapomaliza muda wake 2030, hiki chuo kitakuwa kimeongeza mapato katika halmashauri, lakini kimeongeza visibility. Kwa hivyo vyuo vikuu vinasaidia sana kunyanyua uchumi, lakini kubadilisha mandhari na taswira ya miji. Ujio wa Chuo Kikuu Mzumbe kampasi ya Tanga unatafsiriwa kuwa ni dira mpya ya fursa kwa vijana na wakazi wa kaskazini mwa pwani ya Tanzania. Kunatoa matarajio kuwa kituo cha ubora kwa masomo yanayolenga maarifa ya kiuchumi,
ujasiriamali, biashara na usimamizi wa maeneo yanayochochea ukuaji wa taifa. Hii ni hatua inayolenga kupeleka elimu karibu na jamii na kuondoa vikwazo vya jamii na kiuchumi. Kwa kweli ujio wa kampasi ya Mzumbe kwa hapa Tanga itachochea sana hali ya wanafunzi kwanza kuwa motivated kwa sababu wanakiona chuo live, na vile vile kuweza kuona ukaribu kutokana na uchumi, kutokana na uwezo wa baadhi ya familia za Tanga, ukaribu wa kufikia chuo kwa gharama ambazo si kubwa kama angemsafisha labda mtoto mwanafunzi au mwanae mpaka labda UDOM au mpaka Arusha au Mwanza. Kwa hiyo kuwepo kwa chuo karibu na shule kwa ujumla itamotivate sana na kutoa ari. Na hata hivyo itasaidia hata sisi kuwa rahisi hata kuwapeleka watoto kama study tour kwa chuo, kuona wenzao ambao wako mbele, kuona wanavyo, ili kuweza kuwa motivate kuendelea kusoma. Kwa upande wa walimu ni swala la kujiendeleza, itakuwa ni rahisi kwao kujiendeleza, na uhakika kwamba pengine mnaweza mkao na program hata za masomo ya jioni kama ilivyokuwa kwa baadhi ya vyuo vikuu vya Dar es Salaam, kwamba hata mwalimu yuko kazini lakini anaweza akajiendeleza huko, anaendelea kufanya kazi. Huo ni upande wa walimu. Lakini vile vile kwa upande wa walimu vile vile kurahisisha sisi kazi yetu ya kufundisha, kwa sababu mtoto anakuwa anasoma huku tayari amekuwa motivated. Yaani hatutumii nguvu kubwa sana kumconvince mtoto kuweza kusoma, kwa sababu anajua akisoma ataenda wapi. Na uzuri kwenye campus hiyo inaonekana kabisa kwamba wanaomaliza form 4 watapata nafasi, kuna kozi wanaweza kusoma, na wanaomaliza form 6 vile vile kuna kozi wataweza kupata nafasi kipindi hicho. Natarajia kupata fursa nyingi, ikiwemo fursa ya elimu, kwa sababu unakuta labda mzazi anashindwa kuharamikia harama ya chuo cha sehemu fulani ambalo ulopangiwa. Kwa hiyo uwepo wa chuo katika mkoa wa Tanga inamrahisishia mzazi kupata ile harama ambayo anaweza kuimudu. Chuo Kikuu Mzumbe kimeboresha mitaala yake, kuanzisha mitaala mipya pamoja na kutambulisha mtindo mpya wa ufundishaji kwa njia mseto, yani blended mode. Uboreshwaji wa mitaala unatoa fursa ya kuandaa wahitimu wengi zaidi kuweza kujiajiri na kuajiri, na hivyo kuchangia uchumi wa taifa, huku blended mode ikitoa fursa kwa Watanzania wengi zaidi kujiunga na elimu ya juu mahali popote walipo, wakati huo wakiendelea na shughuli zao za uzalishaji. Haya yote ni matokeo chanya ya mradi wa HIT, ikiwemo uboreshaji wa mfumo wa tehama kama inavyoelezwa. Tuna mitaala 21 jumla yote ambayo tumeuisha na kuitengeneza mipya, na mitaala hii lengo lake hasa tunatarajia kwamba itatusaidia kuweza kupata wanafunzi wengi zaidi, lakini pia itatusaidia pia kutoa fursa za wale, kwa sababu mitaala mingine mingi ambayo tumeihuisha na tumeitengeneza mipya inafanya tunaita kwamba tutatumia blended mode. Yani sio mwanafunzi anatakiwa tu aje hapa kae muda wote wa semester, hapana. Kuna wiki chache tu ambazo atakuja hapa, muda mwingi atakuwa yuko huko aliko, tutamfundisha sisi kupitia njia ya kimtandao. Kwa hiyo hii ni fursa moja ambayo mradi wetu umetusaidia sana katika kuboresha pia miundombinu ya tehama ili tuweze kufundisha kupitia njia ya mtandao. Kwa hiyo itatusaidia sana katika hii mitaala mipya ambayo itakapokuwa imepata ithibati kule TCU, tutafanikiwa sana katika eneo pia kwamba wanafunzi wengine wanapata fursa, hasa wale wanaosoma katika postgraduate umahiri, program za umahiri, wataweza kusoma mahali popote walipo, watakuja tu kwa wiki chache hapa kufanya mitihani. Kwa hii ni moja ya faida ambayo katika mradi wa HIT umetusaidia. Lakini eneo lingine, mradi wetu wa HIT umeboresha miundombinu ya tehama katika kiwango kikubwa sana. Tumeweza kufanikiwa tumepata kwanza tuseme kwamba vifaa, computers, kwenye labs zetu nyingi hapa campus kuu tulinunua kwa ujumla kabisa kompyuta 350
ambazo tuliziweza kugawanywa hapa kampasi kuu labs zote, lakini pia na kampasi zetu za Mbeya na Dar es Salaam pia zikapata mgao huu wa kompyuta kwa ajili ya kuimarisha ufundishaji kwa kutumia hizo kozi za tehama. Ama kwa hakika, mradi wa HIT ni suluhu jumuishi ya changamoto mtambuka. Chuo Kikuu Mzumbe kinajinasibisha kwa fahari namna mradi wa HIT unavyokamilisha malengo ya mpango mkakati wake wa maendeleo wa muda mrefu. Ujenzi wa majengo ya kisasa ya madarasa, ofisi za watumishi na vifaa vya kujifunzia, hivi vyote vikilenga kuboresha mazingira ya kujifunza na kufundisha. Unaelezwa kwamba ni mipango iliyowekwa yamkini ilikabiliwa na changamoto ya bajeti. Zaidi anaelezea naibu makamu mkuu wa Chuo Kikuu Mzumbe anayeshughulikia mipango, fedha na utawala. Kwa kiasi kubwa tuna mategemeo makubwa sana ya mradi huu inapokuja swala la uboreshaji wa elimu kwa kupitia miradi ya miundombinu. Hapa kampasi kuu tuna mradi wa kujenga jengo kubwa la madarasa na ofisi. Lile jengo litakuwa na ofisi za wafanyakazi takriban wafanyakazi 100 na litaweza kuchukua wanafunzi 1000 kwa wakati, kwa maana ya madarasa, kuna lecture theaters kule. Hiyo ni kitu kikubwa sana. Kwa upande wa wafanyakazi, kuanzia mwaka 2021 mpaka sasa tumeweza kuajiri wafanyakazi 127 wapya. Miaka miwili tu hiyo, 23 hadi sasa wafanyakazi 127 wapya. Kwa hiyo kwa mara nyingine tunamshukuru pia Mheshimiwa Rais kwa kuweza kutufungulia ajira, na tumeweza kupata ajira hizo muhimu sana. Kwa sababu zinaleta changamoto, lakini pia zinatuboreshea katika kazi zetu, utendaji wa kazi zetu. Changamoto mojawapo kubwa ni ofisi za wafanyakazi. Sasa tunapokwenda kupata ofisi za wafanyakazi 100, hiyo inatupelekea kwenye hatua kubwa sana ya kuboresha mazingira safi ya wafanyakazi wa Chuo Kikuu Mzumbe. Kwa hiyo kwa kifupi, mradi huu unakwenda kubadilisha kabisa miundombinu ya Chuo Kikuu Mzumbe. Tunaelekea mbele huko, tunajua kwamba katika sehemu hiyo tunaita sehemu ya maekani, kwa maana ya sehemu yenye maeka mengi ya ardhi, tuna zaidi ya ekari 600 pale. Tuna kitu kinaitwa land use master plan. Tuna master plan yetu pale ambapo tuna mikakati mingi sana ya ujenzi kule. Kwa hiyo mradi wa HIT umetusaidia kutusogeza kufika katika malengo ambayo tumejiwekea tangu siku nyingi. Utekelezaji wa mradi wa HIT pamoja na kuwanufaisha moja kwa moja wadau wa sekta ya elimu, lakini pia umezigusa jamii za maeneo jirani, kwani umelisha uchumi wa maeneo yao kwa kutengeneza ajira, kufungua fursa mpya na kwa wajasiriamali, na umeleta matumaini mapya kwa kutatua changamoto za kijamii kwa ujumla wake, kama inavyodhihirika kwa ujenzi wa Chuo Kikuu Mzumbe kampasi ya Tanga. Pia wananchi wakati wa ushirikishwaji wa ujenzi wa miundombinu hii walishauri kwamba wangefurahi zaidi kungekuwa na kituo cha afya ili na wao wapate hizo huduma. Kwa hiyo ukiangalia hii kituo cha afya kitahudumia wafanyakazi hapa na wanafunzi, lakini si tu hao, kitahudumia pia vijiji vya jirani vinavyozunguka, vijiji vya Gombero. Sasa hivi mkandarasi anatumia maji ya kuagiza, lakini chuo kinaendelea na taratibu za kushirikisha mamlaka husika kuona huduma hiyo inapatikana hapa. Kwa hiyo itanufaisha pia hata vijiji vya jirani. Kwa mipango ni kwamba ule mfumo wa maji unayokuja utakuja mfumo mkubwa utakaoweza kuhudumia pia na maeneo jirani. Katika jamii yoyote yenye misingi ya haki na usawa, hakuna anayepaswa kuachwa nyuma. Mradi wa HIT umeweka kanuni na msisitizo muhimu ili kuhakikisha kwamba makundi yenye uhitaji maalum yanapata mazingira wezeshi ya kujifunza sawa na wengine, kama inavyoelezwa na mratibu wa dawati la watu wenye mahitaji maalum Chuo Kikuu Mzumbe. Kazi za dawati hili la mahitaji maalum lina kazi mojawapo ni kuwatambua wanafunzi wote wenye mahitaji maalum. Toka tunapofanya usajili tunawatambua. Kwenye usajili tunakuwa na dawati letu la mahitaji maalum kushirikiana na serikali ya wanafunzi, kunakuwa na wizara ya mahitaji maalum. Kwa hiyo tunawatambua kwa kila aina ya uhitaji
lakini pia tunahakikisha kwamba wanapata malazi ndani ya chuo chetu, na kuna mabweni maalum ambayo yamekarabatiwa kwa ajili ya kuweza kuwahudumia na kuwalaza wanafunzi wenye mahitaji maalum. Mimi binafsi mradi wa HITS naweza nikasema umenisaidia kwa kiwango kikubwa sana zaidi katika masomo yangu, lakini katika maisha yangu hapa chuo kikuu Mzumbe. Kwanza umenipa support pale na ambapo naelekea natoka room kuelekea darasani, unanifikisha kwa haraka kutokana na baadhi ya vipindi wao vinakuwepo mida ya asubuhi, lakini kutokana na baskeli au bajaji basi huwa inanisaidia sana, inanipa support kwa kiasi kikubwa kufika kwa haraka huko darasani na kwa vipindi. Lakini pia inanipa support nikiwa naelekea kwenye matembezi yangu binafsi, mfano kama bajaji na baskeli yangu, napoenda kupiga story 2-3 na marafiki. Lakini pia ninapoelekea kwenye sehemu ya chakula kwenda kupata lunch au dinner, basi huwa inanipa support kwa kiasi kikubwa. Lakini pia mradi wa HITS kwa vifaa walivyonipa vinanisaidia katika sehemu ambazo ni ngumu kupitika, mfano katika zile floor au katika sehemu zenye mashimo, basi mfano baskeli huwa kwa namna ilivyo yenyewe ina nguvu na ina uwezo wa kupita katika sehemu hizo na ikamudu kunisaidia kuendelea na safari zangu. Ujenzi wa miundombinu kupitia mradi wa HITS Chuo Kikuu Mzumbe umezingatia upatikanaji wa huduma kwa wenye kutumia viti mwendo, lifti na madarasa yenye sehemu maalum kwa ajili ya wanafunzi wenye ulemavu, na kutenga sehemu maalum kwa wanawake wanaonyonyesha, pamoja na kufunga vifaa vya tehama vinavyowezesha upatikanaji wa taarifa kwa njia mbadala kwa wenye ulemavu kusikia au kuona. Jengo hilo pia limezingatia matumizi ya watu wenye uhitaji maalum, kwa maana ya disabled, zile ramps na lifti. Vile vile jengo hili pia lina facility mbalimbali ambalo linaweza kutumika vizuri pasavyo bila kuwa na budha yote. Pili, kuna mradi wa ujenzi wa jengo la tehama, ambapo jengo hili litakuwa lina maabara za kompyuta, ofisi kwa ajili ya wafanyakazi, pamoja na facility zote, kwa maana pia kuna sehemu za lactation room kwa mama wanao wenye watoto wanaweza kwenda kukaa pale kupata huduma, na pia limezingatia watu wenye matatizo wenye mahitaji maalum. Ni mnufaika wa mradi wa HITS, na kupitia mradi huu nimefanikiwa kupata laptop aina ya Lenovo ambayo inanisaidia katika masomo yangu. Kuna other times siwezi kutumia simu kwa ajili ya kusoma, but natumia laptop katika kusoma kwangu, na inanisaidia sana kwa kuwa laptop hizo zimesetiwa katika ukubwa wa maandishi ambayo ni rafiki kwangu katika kusoma, na imeweka system ambazo other times inaweza ikasoma maandishi bila mimi kusoma. Kwa hiyo nikakaa nikasikiliza sauti ya kile ambacho kimewekwa katika ile laptop au katika zile documents, zikawa zinasoma kwa nguvu, ila mimi nasikia na kuweza kuelewa. Other time naweza nikasoma kwa kuongeza maandishi na kutumia maandishi makubwa. Laptop hii imenisaidia katika masomo yangu na nimeweza kupata improve kubwa ambayo nisingeipata kama nisingepata kifaa hichi, kwa sababu nilikuwa napata shida mwanzoni kusoma kwa kutumia simu, unakaa unapata changamoto, unamuita mtu akusomee. Lakini baada ya kupata laptop, walimu wanatupatia notes, naweka katika laptop yangu ninaitumia. Ningependa kushukuru management kwa kupitia mradi huu wa HITS ambao umeweza kutunufaisha sisi wanafunzi hasa wenye mahitaji maalum kwa kupata vifaa saidizi ambavyo vimekuwa vikitusaidia sana katika masomo yetu. By the way, wakati nafika Chuo Kikuu Mzumbe, I didn't realize kwamba kuna disability and gender equality desk, lakini I'm glad nimeikuta, and mimi ni mmoja wa wanufaika wa hilo dawati. The services provided by Gender and Disability Desk at Mzumbe University ni kama inclusion and awareness counseling among persons with disability, lakini pia wamesaidia kutoa vifaa tofauti ambavyo vinasaidia wanafunzi wenye disability kuadapt mazingira ya chuoni, specifically kwenye masomo and socially. Mimi specifically as a person with albinism nimenufaika kupata sunscreens. Kikawaida sunscreens ni a bit expensive, ni gharama kidogo, lakini I am glad nimenufaika na mradi wa HITS
ninaweza ku-afford sunscreen, not only just the sunscreen, ni sunscreen ambazo ziko on a top rank quality. Ziko napatikana, nimepata variety tofauti with SPFs, sun protection factor kuanzia 60 kwenda juu. That's a very high SPF and efficient, very efficient for the needs of my skin and the care of my skin. Kwa wafanyakazi wa Chuo Kikuu Mzumbe, mradi wa HIT si mradi tu, bali ni mwanzo wa zama mpya ya mafanikio ya kitaaluma, tafiti zenye matokeo na elimu yenye tija kwa maendeleo ya taifa. Mradi wa HIT kwao umeacha alama ya kudumu katika safari ya kitaaluma na kuleta mabadiliko ya kimfumo. Katika mradi wa elimu ya juu kwa mageuzi ya kiuchumi HIT, nilipata fursa kama mnufaika kutoka Chuo Kikuu Mzumbe, ambaye nilipelekwa katika kujifunza kutoka kwenye viwanda, na nilipelekwa kupitia area 4 ambayo inahusiana na kuendeleza mahusiano kati ya vyuo vikuu pamoja na viwanda. Na katika hilo mimi nilipata nafasi mwaka 2024 mwezi wa 10 mpaka wa 11 kwenda katika taasisi ambayo ni shirika la maendeleo ya petroli Tanzania, Tanzania Petroleum Development Corporation, TPDC, ambako nilikaa kwa kipindi cha miezi miwili nikijifunza masuala mbalimbali yanayohusiana na uendelezaji wa sekta ya mafuta na gesi hapa nchini. Na katika hiyo nilipata nafasi ya kutembelea vitengo mbalimbali ambako nilijifunza kupitia kitengo cha sheria, kitengo cha maendeleo ya utafiti wa sekta ya juu ya nishati ya mafuta, lakini pia nilipata nafasi ya kujifunza kupitia kitengo cha uchumi wa mafuta na gesi katika shirika hilo. Na kutokea katika elimu niliyoipata kule na mafunzo hayo, basi tulifika na kuendeleza uendelezaji wa mitaala, ambako kipindi hicho kitivo cha sheria kilikuwa kikianzisha programu mpya ya masters ya sheria katika rasilimali asili, yani Master of Laws in Natural Resources Law. Na katika elimu niliyoipata kule TPDC, basi niliweza kuitumia katika kuboresha programu hiyo mpya, na somo la mafuta na gesi ni miongoni mwa masomo ambayo sasa yameingizwa katika programu hiyo, na programu hiyo itaanza kutolewa hapa Chuo Kikuu Mzumbe katika mwaka ujao wa masomo. Na elimu ile niliyoipata kule basi nitaitumia vizuri na mimi pamoja na wataalamu wengine katika kufundisha somo hilo la mafuta na gesi, ambayo kwa ujumla itachangia katika uendelezaji wa maarifa na baadaye kuchangia katika uchumi wa taifa letu. Kwa hiyo ninapenda sana kutoa shukrani za pekee kwa Chuo Kikuu Mzumbe kwa kunipa fursa hiyo, lakini kipekee zaidi kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwezesha upatikanaji wa mradi huu wa HIT, ambao umetupa fursa kubwa hata sisi wanataaluma tukaenda kujifunza katika viwanda na tukapata maarifa ambayo sasa yataboresha mitaala na kuboresha elimu katika nchi yetu. Nilipata nafasi ya pekee kupitia mradi wa HIT, ambapo nilipata nafasi ya kwenda Wizara ya Fedha kujifunza kwa vitendo. Kwa kupata nafasi hiyo kumeweza kunisaidia mimi kuweza kuboresha mitaala yetu, hasa mitaala inayohusiana na sera na mipango ya idara yetu ya uchumi, na pia imenipa nafasi nyingine ya kuweza kuwa mmoja wa washauri wa kitaalamu kwenye masuala ya uchambuzi wa sera, ambapo Wizara ya Fedha inaendelea na uchambuzi wa sera hizo, ikiwemo sera inazohusiana na mapendekezo ya jinsi ya kwenda kwenye matumizi ya kidijitali katika kufanya malipo mbalimbali ya serikali na malipo mbalimbali ya umma. Mradi wa HIT ulivyokuja katika chuo chetu umesaidia kujengea uwezo wafanyakazi wake, hasa wanataaluma, katika uwezo wa kuchakata na kuandika mapendekezo mbalimbali ambayo yameweza kutusaidia kupata baadhi ya miradi ambayo inaendelea mpaka sasa. Nikiwa tu kwa moja kwa moja, katika mwaka wa fedha uliopita na miaka miwili iliyopita, mradi wa HIT umeweza kufadhili mafunzo maalum kwa ajili ya kuwawezesha watafiti na wanataaluma wa Chuo Kikuu Mzumbe kuweza kwanza kufahamu namna gani ya kupata matangazo ya miradi mikubwa ya kiutafiti, lakini vile vile kwa wale ambao walikuwa tayari wameshaonyesha nia ya kuweza kuandika mapendekezo ya miradi hii, waliweza kuwekwa sehemu na wakaweza kujengewa uwezo kupitia wataalamu mbalimbali, na hatimaye kuweza kuandika miradi hiyo na kuweza kuiwasilisha katika yale maeneo ambao walikuwa wanayafanya. Lakini mradi huu haukuishia hapo tu, ulienda mbali zaidi na kuona kwamba wale ambao angalau
wameweza kuchaguliwa wachache kuweza kuandika chapisho kubwa au kuandika mapendekezo makubwa kwa maana ya full proposal, waliweza pia kufadhiliwa na mradi huu wa HIT na kuweza kuandika mapendekezo ya miradi yao, kwa lugha nyingine proposals za miradi hiyo. Lakini mbali na hapo, mradi wa HIT umetusaidia Chuo Kikuu Mzumbe kwenye shughuli za utafiti na machapisho kwa kuweza kufadhili tunaita shughuli za kufikia jamii kupitia machapisho na tafiti mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanyika. Chuo Kikuu Mzumbe kimekuwa kikitoa fedha kwa ajili ya wanataaluma wake kufanya tafiti mbalimbali za ndani na maeneo ya jirani, kuona kwamba tunachangia katika maendeleo ya nchi hii. Sasa kupitia jitihada hizo za chuo, mradi wa HIT umeweza kusaidia zile tafiti ambazo zimefanywa na wanataaluma kuweza kuwafikia jamii kupitia warsha mbalimbali, ambazo warsha hizi zimekuwa zikiwaleta makundi mbalimbali ambao ni wanufaikaji wa tafiti hizi kuweza kupewa majibu yale na kuweza kuambiwa tafiti zilizofanyika zinaweza zikawasaidia kwa namna gani, na hii yote imefanyika kwa kupitia mradi wa HIT. Kupitia mradi wa HIT umeweza kufadhili uanzishwaji wa jarida lipya ambalo linaitwa African Journal of Applied Economics, na katika muda unaoendelea kuna majarida mengine mawili ambayo mradi wa HIT umejiweka vizuri kuona kwamba majarida haya yanaweza yakafanikiwa kuanzishwa, na sio tu kuanzishwa. Na ninaposema kuanzishwa kwa majarida haya ya kuchapisha shughuli za kiutafiti, yanaenda mbali zaidi. Mradi wa HIT umekuwa ukiwezesha kwanza uandaaji wa nyaraka kwa ajili ya uanzishwaji wa hayo majarida, lakini vile vile mchakato mzima wa kuanzisha tovuti ambazo machapisho haya yanaweza kuwasilishwa na vile vile kuchapishwa. Na kubwa zaidi, mradi wa HIT umekuwa ukiendelea kufuatilia watafiti na wanataaluma ambao wamekuwa wakijitokeza kuona shughuli zao za tafiti zinasogea vipi, mathalani kupitia seed money au fedha za kuanzia ambazo tumekuwa tukiwakalisha sehemu kwa wale ambao wamekuwa na tafiti zao zimefika sehemu fulani, wanahitaji kuweza kuwezeshwa kumalizia kuandika machapisho yao, basi mradi wa HIT umekuwa ukiwasaidia. Chuo Kikuu Mzumbe, tunampongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uongozi wake thabiti. Mradi wa HIT ni kielelezo kuwa elimu bora inawezekana, na kwa dhamira ya kweli tunaweza kujenga taifa lenye maarifa, ujuzi na ushindani wa kimataifa. Chuo Kikuu Mzumbe kinajivunia kuwa sehemu ya safari hii ya mageuzi, na tunasema mradi wa HIT ni urithi wa kizazi cha leo na kijacho. Karibu Chuo Kikuu Mzumbe, tujifunze kwa maendeleo ya watu.